Tulundu TV tupo na diwani kata ya Ngorongo. Mheshimiwa, habari za leo? Salama. Tumetoka kwenye kikao na wadau wa elimu kuhusu namna bora kuongeza ufaulu. Kwako wewe nadhani kipi hasa umekichukua kutoka kwa wadau wa elimu kutoka kwenye kikao kile? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupatia sisi afya, lakini pili nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia miundombinu na shule. Lakini kumshukuru Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, mbunge wa jimbo hili la Rufiji. Na lakini pia tumshukuru balozi wa elimu ambaye anafanya kazi kwenye ofisi ya mbunge, na yeye amekuja kutumotivate kwamba yani kutuhamasisha kufanya. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumepokea mambo mengi kutoka kwao, lakini pia tulikuwa tuna wataalamu wengi ambao tumepokea pia kutoka kwao maelekezo na ushauri pia. Kwa hiyo mimi kipekee nimechukua mengi kutoka kwenye hii event ya leo. Ndio, kikubwa ambacho nimekizungumza ni kuhusiana na motisha. Kwako wewe kama diwani, unadhani wanafunzi au walimu au shule itakayofanya vizuri ndani ya kata yako ya Ngorongo unahitaji kuipa motisha gani au kuahidi nini kama motisha kwa shule ambayo itakafaulisha vizuri? Kwanza mimi naanza na wale walimu ambao wameamua kujitolea katika maeneo yetu, ambao tunaona na masomo yao wanafanya vizuri, kwamba kwanza tutawashika bega kwa bega, ambao pengine tusiainishe mapema ili mradi ya mtu inawezekana mwingine akaangalia na uzito wa ahadi ulioitoa akafanya anavyoona kulingana na ahadi. Kwa hiyo sisi tunasema tu kama mimi kama diwani wa kata wafanye vizuri, wanasema hamasa zangu wataziona, lakini pia na motisha zangu pia wataziona. Yaani naofia kuisema pengine mwingine akaanza kuibeza au mwingine akaona hii itanipa kiki akaanza kuwalainisha wale ambao tunawategemea wafanye vizuri. Ndio, kampuni ya Radi Fiber imejitolea madawati 100 kwenye shule hii ya Juhudi, shule ambayo ipo kwenye kata yako. Una nini cha kuambia Radi Fiber? Yaani kwanza Radi Fiber pekee, ukiita Radi Fiber unamkosea. Huyu jamaa ni mkombozi. Huyu ni mkombozi ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Radi Fiber, lakini ni chimbuko la zalio la kata ya Ngorongo, lakini pia katika kijiji hiki cha Kilimani. Huyu Radi Fiber tunampongeza kwa nguvu kubwa. Mimi nikumbuke nilimfesi mimi kuomba madawati 200 na alinikubalia, na kwa kunipa matumaini aliniambia tuingize kwenye akaunti gani. Siku hiyo pesa tuingize kwenye akaunti gani? Nikamwambia sisi tutachanganyika na wanasiasa, itakuwa shida. Angalia cheki na wataalamu wa wilayani tuletee madawati. Lakini mpaka sasa namuombea kwa Mwenyezi Mungu, ombi langu amelikubali, na tuna madawati 100, lakini pia tuna viti na meza 100 na kwa ajili ya shule hii ya msingi Juhudi, lakini tuna madawati 100 kwa ajili ya shule ya sekondari ya ujamaa ya kata ya Ngorongo. Kwa hiyo jamaa ni mtu ambaye kwetu ni kama mkombozi, kwa sababu ukimzungumzia swala Radi Fiber ni mtu ambaye anamiliki zaidi ya watoto 1000 yatima katika eneo hili, na kituo hiko kipo, na yeye ameanza kuwalea na kuwasomesha mpaka katika level ya kwenye ajira. Lakini pia kwa wale ambao wanaona wanafaa kutumikia katika kampuni yake, pia anawaajiri kwa mshahara wa kiserikali. Kwa hiyo sisi tunamwona kama mkombozi Radi Fiber. Una wito gani kwa wengine ambao wana uwezo kama Radi Fiber kuhusu kujitolea kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo? Kwanza kutoa ni moyo. Kwanza wanatakiwa wawe na moyo ndio watajua namna ya kutoa, lakini pia wajifunze kutokana na Radi Fiber. Ni mtu mdau ambaye ameendelea kuchimba hata na visima mashuleni, vitongojini, yani hivyo. Kwa hiyo ni wengine wasome kwa Radi Fiber, lakini wakiona kama wanampataji Radi Fiber, wakishuka pale kuna kituo pale cha wale kulelea watoto yatima, watamuona pale kuna msimamizi pale, watapata namna gani kuja kujifunza. Kituo kipi? Kituo kile cha watoto yatima kikubwa sana, chenye watoto zaidi ya 1000 na kitu hapa Ngorongo na kijiji hiki cha Kilimani. Tunakushukuru sana. Mimi zaidi sina zaidi ya kuendelea tu kumwombea dua, na tutafanya hivi kubwa kumwombea dua Radi Fiber katika eneo letu ndani ya mfungo wa Ramadhani. Tunashukuru sana. Asante sana.